Fukuza machozi Bwana, moyo unauma, moyo unauma. Sadi TV. Sadi TV, in God we trust. Hapa tuna hotuba fupi ya marehemu ambaye ametuacha hapa leo. Ningependa msikilize kwa makini sana. Leo ni Nyarugusu tarehe 10 mwezi wa 4 2025. Marehemu alikuwa akiitwa kwa jina la Sifa na Enge wa jamaa ya Bashimwenda, nyumba ya Bemba Bashimwene Akombe. Marehemu alizaliwa Panae mwaka wa 1958. Baba yake wa marehemu alikuwa akiitwa jina la Mbondo Embecha. Mama yake wa marehemu alikuwa akiitwa kwa jina la Balongelwa Shaona wa Bashimnyaka, nyumba ya Bashi Loochi. Marehemu alikuwa mke wa Lora Asongo Walemba wa jamaa ya Bashim Uma, nyumba ya Ebombe Bashibu Olo. Kuzaa, marehemu alizaa watoto 5, wa kiume 4, wa kike 1. Marehemu watoto walio hai ni watoto 3, wa kiume 2, wa kike 1. Wajukuu wa marehemu ni 41. Vitukuruza ni 4 tu. Jumla ya wote pamoja ni watu 50. Kazi ya marehemu. Marehemu alikuwa ni mkulima, tena alikuwa mhudumu wa maombi. Magonjwa. Marehemu alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa presha. Ilipofikia tarehe 6 mwezi wa 4 2025, akazidiwa na ugonjwa na tukampeleka kwenye hospital. Tarehe 8 mwezi wa 4 2025 na saa 10 ya jioni mtu akaaga dunia. Marehemu hapa chini ya dunia alifanya miaka 67. Na mwemi wa Molonge na Yesu anjiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda wa kualika kanisa kwa ajili ya ushuhuda. Kufuatana na hali ambayo tulionayo sisi jamaa la Bashim Uma, msiba wa marehemu tutautandua siku ya Jumamosi. Tunaomba kila wote wenu atukaribie tuwe pamoja kwa majonzi ya kupoteza mke wetu, na Mungu awabariki nyote. Amen. Tusikilize hotuba ya kanisa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Tunakwenda na maisha ya marehemu katika kanisa. Marehemu huyu aliitwa kwa jina la Sifa na Enge. Mama huyu alikuja kupokelewa katika kanisa letu, au alikuja kujiunga na kanisa letu mwaka 1986 pale nyumbani kwetu Lusenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama tukaishi naye hivyo kama miaka mingapi. Mama akaomba ubatizo. Ndiyo. Akabatizwa mwaka 1992 pale pale nyumbani kwetu Lusenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninayeongea hapa ninaongea kile kitu ambacho mimi nakifahamu. Maana Lusenda ndo kwetu nimezaliwa, na yeye Lusenda ni hapo ndipo alipokuwa akifanya nini? Akiishi. Bwana Yesu asifiwe. Tumekaa na mama huyo kuanzia mwaka wa 1992 pale alipobatizwa mpaka vita vikaja
tukakimbilia huku Tanzania. Mama hakutikisika katika imani lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi wengine ichubiriwa kidogo, kama wewe baba Malikia unakwenda. Wanani unakwenda, yani hauna msimamo. Lakini mama alilinda imani lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuliishi naye hivyo mpaka miaka yote hii. Ndio. Lakini ilikuwa sijui kama mtondogo kama siku gani tukasikia kwamba mama yuko hospitali, amelazwa na ajiwezi. Ilipofikia tu mtondogo tarehe 8 tukapata habari kwamba mama katuacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mpaka leo huyu mama hakutikisika katika imani lake. Hichi nataka niwaase nye watu ambao wako hapa. Kuna watu wanaotikisika sana katika imani. Wapo watu wanaokwenda na maimani mengine ambayo yanaweza yakatupotosha zaidi sana sisi akina mama. Tomwekwa mangana beto bana. Tomwekwa mangana beto bana, tomwekwa mangana beto balume. Bwana Yesu aturumie. Amen. Kwa hiyo usitikisike katika imani lako. Tumekaa na mama mpaka mwisho wa siku ya leo. Kwa hiyo nisiseme mengi, kwa hiyo nitakwenda kumalizia na kusema kwamba Bwana ndo alipenda huyu mama atutoke. Ila sisi tulikuwa tunataka tuishi naye, maana alitufanyia mambo mengi katika kanisa letu. Na Bwana atubariki. Amen. Amen. Sadi TV. Sadi TV. In God we trust.